أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جزا الله أخانا أبا البربهاري خير الجزاء بما قدم في مسامعنا، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. Ndugu zangu, yametangulia maneno ambayo yanatukumbusha kuhusiana na jambo la fitna na athari zake, na la shaka kwamba maudhui hii ni maudhui ambayo inagusa katika kila upande, kwa sababu fitna yawezekana akatahiniwa mtu kwenye nafsi yake mwenyewe, au fitna ikawa ni amma kwa watu wote, au fitna ikawa ni kwa kikundi fulani. Yote hayo ni mambo ambayo yawezekana kutokea. Kwa hiyo kujua baada ya kuwa mtu ametahiniwa maalat wa awaqib hadhihi alfitan, maishilizio na mwisho wa hiyo fitna pale ambapo inapotokea, ili asijiingize, ni jambo ambalo anatakiwa awe nalo mtu, na huo unazingatiwa ni katika werevu wa mtu. Maarifatu athari alfitan, kujua zile athari za fitna, ni jambo ambalo nafi'un lil'abdi naf'an kabira, ni jambo ambalo lenye manufaa makubwa kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ni jambo ambalo lenye kumletea faida huyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kujua ile athari ya hizo fitna ni min babi nadhari ila awaqibi ila alawaqib, min babi nadhari fi alawaqibi wa maalati alumur, ni katika mlango wa kutizama maishilizio ya hizo fitna. Na hili pia linazingatiwa min hasafati alabdi, ni katika werevu wa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, pale ambapo anapotafakari maishilizio ya ile fitna, akawa yeye ni mwenye kutafakari na kutizama kwa kina, asiingie ile fitna akatizama mwisho wake utakuwa ni mbaya. Hiyo inazingatiwa ni katika werevu wa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kabla yeye kujitanguliza juu ya jambo katika jambo lolote katika hayo ambayo yenye kutokea. Anatakiwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala atizame mwishowe, yani mwisho wa jambo hilo na athari ambazo zitakazopatikana kwenye jambo hilo. Na kwa ajili hii sasa jaa fi sirati al-Imam Ahmad, imekuja katika sira ya al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, anna nafaran min ulamai Baghdad, kikundi katika wanachuoni wa mji wa Baghdad, jaau ilayhi rahimahullahu ta'ala fi baiti, walikuja nyumbani kwake, nyumbani kwa Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Faqalu, wakasema kumwambia al-Imam Ahmad, ya aba Abdillah, babaki Abdillah, hadha al-amru qad tafaqama wa fasha, jambo hili limeshakuwa kubwa na limeenea. Yaanuna idhhara alqawli bi khalqi alquran, wakikusudia kudhihiri kauli ya kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe na wala si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, fitna ambayo ni maarufu, inajulikana, fitna ambayo al-Imam Ahmad alisimama ukweli wa kusimama kwa kudhihirisha msimamo uliokuwa sahihi, ule ambao ulioko katika Qur'an na Allah subhanahu wa ta'ala aliothibitisha katika kitabu chake tukufu. Kwa walikuja watu kwake yeye wakimwambia jambo hili limeshakuwa kubwa na limeenea, wa ghaira dhalika, na yasiyokuwa hayo. Faqala lahum Abu Abdillah, akasema kuambia watu hawa wanaochuoni hawa al-Imam Abu Abdillah, fama turidun,
ni jambo gani nyinyi mwalihitajia? Iwapo jambo limekuwa kubwa na lishaenea, hasa ninyi ni kitu gani ambacho mnachokihitajia? Qalu an nusharika fi anna lasna nadha biimratihi wala sultani, wakasema tushirikiane kwa sababu sisi si wenye kuridhia utawala wake. Fanadharahum Abu Abdillah sa'atan, al-Imam Abu Abdillah al-Imam Ahmad ibn Hanbal akahojiana nao lisaa, kiasi cha lisaa. Waqala lahum, kisha akasema kuambia wao, alaikum bin nukra biqulubikum, lazimianeni kulikataa jambo hili kwenye nyoyo zenu, kwa nyoyo zenu. Wala takhla'u yadan min ta'a, na wala msiondoshe mkono wa utiifu kwa kiongozi wenu. Wala tashukku asa almuslimin, na wala msipasue ile fimbo na kamba ya Waislamu, yani ule mkusanyiko wa Waislamu, nyinyi msiupasue. Wala tasfiku dima'akum, na wala msimwage damu zenu. Wa dimaa almuslimin, na damu za Waislamu, ma'akum, pamoja nanyi. Undhuru fi aqibati amrikum, tizameni mwisho wa jambo lenu. Wasbiru, na subirieni, fanyeni subra. Hatta yastariha barrun, mpaka apate kustareheka kutokana na fitna hii mwema. Au yustaraha min fajirin, au watu wakapumzishwa kutokana na yule ambaye ni muovu kwa kuondoshwa imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa lolote katika lile ambalo itakuwa ni sababu ya watu kupumzishwa kutokana na yule ambaye amewatawalia, ambaye ni fajir. Maneno haya ameyapokea al-Imam Abu Bakar al-Khallal fi sunna. Fahadhihi da'watun minhu rahimahullahu ta'ala, huu ni wito ambao unatokana na al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, linnadhari fi athari al-fitan. Wito huu ni wito katika kutizama athari za fitna wa awaqibiha, lakini pia kutizama mwishowe wa hizo fitna. Fi ayi shay wa ayi shay'in sayaudu ila ahliha minha, na yale mambo au kitu ambacho kitakachorejea kwa wale watu ambao watakayoianzisha hiyo fitna, ni kitu gani kitakachorejea kwa wao. Kwa al-Imam Ahmad akhadha yuhadithuhum, akawasemesha wao katika hilo. Thumma innahum kharaju, kisha wao hawakusikiliza nasaha za al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Kharaju min indi, wakatoka kwa Imam Ahmad nyumbani kwake. Walam yatalaqau kalamahu bilqabul, hawakuyapokea maneno yake kwa kuyakubali, hawakupokea nasaha zake kwa kuzikubali kwamba wasielekee kwenye fitna hiyo. Bal la zalu ala ra'yihim musirrin, bali wakaendelea juu ya rai yao, wada'u ila maslakihim ibn akhi al-Imam Ahmad, na wakamuita na wakamlingania kwenye maslaki yao hiyo mbaya, mtoto wa kaka yake al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Da'awhu ila al-maslaki nafsihi, wakamuita na wakamlingania kwenye maslaki ile. Fanahahu waliduhu, mtoto yule akawa amekatazwa na baba yake kwamba asiingilie, hii ni fitna. Waqal, akasema baba yake kumwambia mtoto wake, ihdhar an tusahibahum, tahadhari usisuhubiane na watu hao. Fa innal Imam Ahmad lam yanhahum illa an sharrin, Imam Ahmad hakuwakataza hao isipokuwa kutokana na jambo lilokuwa la shari. Fa'tadhara, katoa udhuru. Thumma kanat qissatuhum an kharaju ala sultan, kisha hawa kisa chao kikawa ni wao kutoka kwa yule mtawala, kutoka katika taa ya yule mtawala. Fakanat al-aqiba, ukawa mwisho wao, ukawa mwisho allati hadharahum minha al-Imam Ahmad, mwisho ukawa ni ule mwisho aliotahadharisha al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Qutila man qutil,
wakauliwa walouliwa, wasujina mansujin, na wakawekwa jela waliowekwa jela. Duna an yuqaddimu shay'an, pasina wao kutanguliza chochote, min babi al-islah au fi babi al-islah, katika mlango wa kutengeneza kwa ile hali ambayo ilikuwepo, hali ya fitna. Ashahid, sehemu tunayokusudia katika kisa hiki ni an-nadharu fi awaqib al-umur wa maalat al-ashya, ni watu kutizama mwisho wa mambo na yapi ambayo yenye kurejea kwa kile ambacho kitakuwa ni fitna. Ni mambo gani yatakuwa yenye kurejea kwa wao baada ya kuwa ile fitna imeondoka? Baada ya kuwa ile fitna imeondoka, ni kitu gani watu watakuwa wamevuna? Kwa hiyo kabla ya mtu hajaingia kwenye fitna, anatakiwa atizame umbali wa ile fitna. Na kwa ajili hii imekuja katika sunan au musannaf al-Imam Ibn Abi Shayba rahmatullahi ta'ala alayhi, kutoka as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema innaha satakunu umurun mushtabihat, hakika yatakuwa mambo yenye kutatiza, yatatokea mambo yenye kutatiza. Fa alaykum bituada, basi lazimianeni na utulivu. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fi shar, kwa sababu wewe kuwa ni mwenye kufuata katika kheri, hilo ni bora kwako wewe kuliko kuwa wewe ni kiongozi katika shari. Na hii ni pale ambapo mtu hatotizama maalatul umur wa awaqibuha, pale ambapo mtu hatotizama mwisho wa mambo, kwamba juu ya jambo hili mwisho wake ni kipi kitakachotokea. Mtu akawa yeye ni mwenye kujitanguliza tu katika fitan. Kwa hiyo yatakuwepo mambo, yatatokea mambo ambayo yenye kutatiza. Unatakiwa wewe uwe na atuada, utulivu. Fa awsa bituada wa huwa al-ana wa hiya al-anat, ni kile kitendo cha mtu kuwa na utulivu na kutokuwa na haraka. Akawa katika hayo mambo yenye kutatiza, yeye ni tabi'an fil khair, ni mwenye kufuata katika khair. Anamfuata, anamwangalia yule ambaye ni mjuzi, amesimama katika maukifu gani, amesimama katika maslaki gani, akawa na yeye ni mwenye kufuata. Kuwa wewe katika hali kama hii ya kufuata, khairun, ni bora kwako wewe, min an takuna ra'san fi shar, kuliko wewe kuwa ni kiongozi katika shari. Papa ndio hivyo hivyo, sisi tunajua bana, ili jambo tutapasua tu. Haitakiwi hivyo. Mtu anatakiwa awe na atuada. Ndio maana al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi fi al-adab al-mufrad ametaja athari ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anasema la takunu ujulan madhayi'a budhura, la takunu ujulan madhayi'a budhura. Ali ibn Abi Talib katika maneno yake haya kausia kuhusiana na mambo matatu ambayo ni mambo yatamsaidia kila yule ambaye mwenye werevu pale inapotokea fitna, au ni mwenye kutizama anatakiwa awe katika hali gani. Nasema la takunu ujula, msiwe nyinyi ni watu wa haraka, msiwe na haraka. La takunu ujula, msiwe na haraka. Al-ujula maana al-ajala, akahusia hapa kutokuwa na haraka. Madhayi'a, watu wenye kuchochea fitna, watu wenye kuchochea fitna. Yani pale ambapo unapotokea fitna, mtu anatakiwa asiwe na haraka, lakini pia asiwe yeye ndiye ambaye anaichochea hiyo fitna, asiwe yeye ndiye ambaye anafanyia uharaka na kuiwasha hiyo fitna ambayo iliyotokea budhura. Lakini pia msiwe ni wenye kuieneza hiyo fitna.
fa awsa bi umurin thalatha, akahusia kuhusiana na mambo matatu. Jambo la kwanza al-ajala, watu wanatakiwa katika fitna wasiwe na haraka. Ndio maana inapotokea fitna yoyote, imma ya mtu katika nafsi yake au ya kikundi, au fitna ambayo Allah jalla wa ala kawatahini watu, ukitizama wale ambao wenye kufanya haraka ni watu wengi ambao sana wana mawengi, ni wale watu wenye mawengi. Lakini mtu ambaye mwenye utulivu, anayekaa akatulia, basi kwenye fitna ye anakuwa ni tabi'an fil khair. Lakini watu wengi ambao wenye kuingia katika fitna ni wale watu wenye mawengi. Ajapokuwa yawezekana akapatwa na fitna pia ambaye si mwenye mawengi, lakini mtu pale ambapo inapotokea fitna, basi anatakiwa awe na hali ya utulivu na wala asiwe na haraka. Lakini pia hiyo fitna inapotokea, wewe usiwe ni mwenye kuiwasha, kuichochea hiyo fitna, ukatoa maneno huku ukapeleka huku, haitakiwi. Lakini si hivyo tu, pia kuieneza hiyo fitna hutakiwi. Kwa hiyo an-nadharu fi awaqib al-umur, kutizama maishilizio ya jambo kwamba litakuwaje jambo hili pale ambapo litakapomalizika, ni jambo ambalo anatakiwa awe nalo Muislamu. Kwa yule ambaye anajinasibisha na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatakiwa asiwe na haraka. Hizo ni katika yale ambayo anatakiwa awe nayo mtu pale ambapo inapotokea fitna, awe ni mwenye kutizama maishilizio ya hiyo fitna, awe ni mwenye kutizama mwisho wa hiyo fitna, na ajiweke mbali na fitna. Na tumetajiwa athari zile ambazo zapatikana katika kuingia watu katika fitna, na la shaka kwamba muda si wenye kuruhusu. Mimi sikuwa ni mwenye kurefusha mazungumzo, lakini athari ni nyingi, ikiwemo insirafu nnas anil ibada, kuepukana watu kuachana na ibada, wakawa watu wako mbali na kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya fitna. Bali si hivyo tu, mtu anaweza akawa hata msikiti hawezi akaswali, bali akaswalia nyumbani kwake kwa sababu ya fitna. Hiyo ni insirafu, huyu tayari anatoka hivi, insirafu nnas anil ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi cha fitna anatutaka na ametuelekeza kwamba kipindi kama hiko ni kipindi mtu atakayefanya ibada katika kipindi cha fitna kahijratin ilayhi, kwa hadithi ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-ibadatu fil harji kahijratin ilayhi, kufanya ibada katika kipindi cha fitna, al-harji, ile hali ambayo inatokea kwa watu ya hali zao kugongana, al-qatlu, kuuana. Kwa hiyo kipindi hiko kufanya ibada kahijratin ilayhi, ni kama kuhama kuja kwangu mimi. Kwa hiyo an-nadharu fi awaqib al-umur, kutizama maishilizio ya mwanzo, maishilizio ya mambo hayo, ni katika mambo ambayo mtu anatakiwa awe nayo ili asije akaingia katika fitna, kwa sababu fitna inapokuja ni kama mwanamke ambaye ni kigori. Alfitna idha aqbalat, fitna inapokuja na inapoingia katika sehemu ya watu, fitna inakuwa ni kama mwanamke ambaye ni kigori, yule ambaye mtu akimtizama basi anafurahishwa naye, anatamani kwamba huyu ningempata. Thumma idha wallat wa adbarat, kisha ile fitna inapoondoka sasa inakuwa ni kama mwanamke ambaye ni kibibi kizee. Nani anamtaka? Kile ambacho kimekunjamana sura yake. Hivi ndivyo ambavyo inavyokuwa fitna. Pale inapokuja ni sawa na mwanamke ambaye ni kigori, unamtamani, unamtaka. Pale ambapo fitna inapoondoka, basi inakuwa ni sawa na mwanamke ambaye ni bibi kizee. Hamna yoyote ambaye mwenye kumtaka mwanamke wa sampuli hii, ambaye tayari sasa
sura yake imeshakunjamana, hamna mtu anakaa akafikiria au hata wale ambao wametopea katika kupenda, huwezi ukamuona au huwezi ukawaona kwamba amepita bibi kizee alafu wakawa ni wenye kufuatisha macho yake, imepita kitu hii, hamna. Kwa hiyo fitna inavyokuwa ndio hivyo. Sasa wewe usiwe katika fitna na haraka. Fitna inapotokea, kuna watu wametahiriwa na aljur'a, watu wanakuwa na ule ujasiri katika kuielekea fitna. Kisha inapoondoka ile fitna na wakabainikiwa kwamba as-sawab, usawa ulikuwa ni hivi na ukweli uko huku, basi bana, unajua si awamu, saa nyingine ule ujinga yani tuliokuwa nao inatufanya yani tuingie mambo. Sasa kama wewe ni unajijua kabisa wewe ni abladul amma, yani mtu wa kawaida, kwa nini ujiingize katika fitna? Na wengine usingizia bwana usekula huu unajua umetuathiri, acha ubwege. Hasa huo usekula wake unahusiana vipi? Wewe ndio unatakiwa uwe na maarifa. Sasa unatakiwa uwe na maarifa, kwa sababu huo usekula umeusoma, kuwa na maarifa ya kutizama jambo hili. Mimi nitakiwa nifuate wale ambao ni wajuzi. Kwa hiyo mimi sikuwa ni msemaji sana, bali kuongezea katika au kutia mchango wangu katika hili. Muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadla zake ajalie haya fi mizani hasanatina, na ajalie haya ni nasaha katika nafsi zetu na kwa wale ambao wanatusikiliza, lakini pia yawe haya ni sehemu katika mabadiliko ya watu, kutokuwa na uharaka katika fitna, lakini pia kutokuwasha fitna, lakini pia kutokueneza fitna, bali inapotokea fitna basi watu wawe na atuada, wawe na utulivu na kuwasikiliza wale ambao wana maarifa zaidi yao, wamewazidi katika maarifa na wana ufahamu katika, wameishi katika hali hizo za kutambua kwamba hii ni fitna na hii si fitna, na kuelekeza watu wale ambao wameishi katika hali ya kuelekeza watu na kuwafunza watu. As'alullah jalla wa ala bimannihi wa karamihi ayuwaffiqana wa iyyakum innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Barakallahu fikum. الفتنة إذا كالمرأة العذراء وإذا ولت وأدبرت كالمرأة العجوز. Islamu maneno machache aliyotukumbusha ndugu yetu swala la habari, lakini ni mufida, ni yenye faida. Na kwa neno la mwisho kabisa, kwa maneno yaliyokuu ya mwisho ya alfitnatu idha qabalat kalmar'ati al'adhra, fitina inayokuja ni tamu sana na ni nzuri sana, na kila mmoja aikimbilia. Ni kama vile mwanamke kigoli. Mwanamke kigoli huwa anafurahisha kwa muonekano wake. Mwanamke al'adhra huwa anafurahisha, maanake hajawahi pia kadhalika kukutana na mwanamume yoyote, ndio al-adhra. Kwanza ukimuona kila mmoja anafurahi, sio biasi unasemaje, kila mmoja anafurahi, kila mmoja anafurahi. Fitina ndio hivi nzuri, unaona kabisa mazuri kweli kweli. Wa idha walat wa adbarat, fitina ikiondoka haipo tena, imeshaisha. Kalmar'ati al'ajuz, ni kama yule mwanamke ambaye kikongwe, bibi kizee, Waislamu, yani hapendezi, yani la tatatayyab, hatamaniki, la tushtaha, hatamaniki kwa yoyote yule. Lakini hatujui, inawezekana kuna wengine wenyewe hawajali hata huyo na uzee wake, naamini nenda huko ndio wale sikia kutabaje wanakusudia nini hapo. Yani anasema huko huyo mimi huyo nafanani.
utaonyesha wewe. Yaani utaenda naye utamua ana miaka 100 na 20. Halali. Kwa hiyo ndio fitina Waislamu. Sasa hapo itakuwa ni chungu kwa wewe Muislamu. Angalia fitina inakujaje. Je, hii ni fitina? Halafu jambo hili mwisho wake ukoje? Ndio unaweza ukaingia kwenye jambo hilo. Lakini takapokuwa wewe hauna tamayuz, upambanuzi wakati wa hili na hili, baki hivyo hivyo kama Saad ibn Abdullah ibn Mas'ud, Saad ibn Abi Waqqas. Kuna fitina ya Ali ibn Abi ya Muawiya na Ali ibn Abi Talib, kama sikosea hiyo na nukuma ile yake. Wewe unabaki hivyo, unatulia hivyo kwa sababu hujadhihirikiwa na haki katika hilo. Kwa sababu ukiingia tu karibu wewe Muislamu. Wewe Muislamu unaweza mafsadi moja. Kwa hiyo nifanyia kazi jambo hilo, na kama kuna maswali bila shaka mtauliza maswali yaweze kujibiwa kwenye swali. Kwa sababu umesha mada umeshaka. Bila shaka maswali naona kama muda hayapo. Mada zingine kufanyia kazi. Nyamaza shika. Hasa unaangalia je wakati wewe ndio unaanza wewe. Unaangalia nani anaanza? Wewe mmoja wapo wanafunzi kuhudhuria madrasa, sio wanafunzi hawapo. Tafsiri hadithi sikukana darasani kama unataka kuelewa sana. Sasa hilo ushauri wangu ukae tu darasani. Kabla sijampa mjibu anayejibu sasa. Yaani nimesema hivi, unaona? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sio hivyo? Tafsiri hadithi hapo. Sasa hizi hadithi ukae tu darasani shehe. Yaani sasa hivi swali, tunakula muda shehe. Lakini sikudhulumu. Wewe tumjue mwenyewe. Naam, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Naam, nilikuwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na jambo la Muislamu kumpendelea Muislamu mwenzake. Nikasoma maneno ya al-Imam al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi kuhusiana na jambo hilo kwamba Ibn Rajab al-Hanbali akasema hili jambo haliwezekani kupatikana kwa mtu kumpendelea ndugu yake isipokuwa itakapokuwa moyo wake umesalimika, bimaana umesalimika kutokana na vifundo na chuki. Utakapokuwa tayari wewe ushaonesha chuki katika moyo wako, ushaonesha kifundo katika moyo wako, basi hii hadithi hii basi mahala pake kufanya kazi ndio hapo. Itafanya kazi hadithi hii endapo wewe utakapokuwa moyo wako umesalimika na chuki na uadui kwa ndugu yako. Ndio unaweza wewe kutamani ndugu yako akipate kile ambacho wakipendelea nafsi yako ikipate. Kama wapenda mke mzuri, basi utambelea ndugu zako naye apate hivyo hivyo. Chakula kizuri unachokula wewe, nyumba nzuri unakaa wewe, yale mambo mazuri ya khairat ambayo unayatamani wewe yakupate, basi waweza kumwombea ndugu yako, lakini utafanya hivyo endapo moyo wako utakuwa umesalimika. Moyo utakapokuwa tayari umejawa na uadui na chuki na uhasidi ndani yake, basi wewe huwezi kumwombea ndugu yako isipokuwa kumwombea mabaya. Hayo ni maksudio ya kile ambacho mkizungumza. Barakallahu fikum.
hiyo sasa ndio unaleta wewe. Hebu uliza tu bwana hapa yaishi hapa. Na wewe sio lazimisha na sio hataki kusikiliza. Na hiyo ndio vitu unaleta. Wa alaykum rahmatullahi wa barakatuh.